La Yesu, mahali popote ulipo, mahali popote ambapo unanifuatia ukiwa masaa haya ya mchana, nashukuru Mungu kwa sababu ya baraka zake. Nashukuru Mungu kwa sababu ya fadhili zake. Nashukuru Mungu kwa sababu ya rehema zake. Kwa hivyo kama bado hujasubscribe kwa YouTube channel, naomba pia ukaweze kuwa unafuatilia habari njema, na Mungu wetu aweze kutubariki katika mambo yote. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya yale ambayo anazidi kutenda, yale ambayo anaendelea kutenda, kwa sababu ya uponyaji na kwa sababu ya mambo mengi ambayo Bwana amekuwa akitenda katika kanisa na katika huduma hii ambayo Mungu ameweza kunikabidhia. Kwa hivyo popote ulipo, nikiwa katika mlima huu, nataka nitamke baraka, kwa sababu ya kuwa baraka katika kazi ya Mungu, na kwa sababu ya kushikilia, na kwa sababu ya kufuatia kazi hii ya Bwana. Mahali popote ulipo, nataka ninene baraka za Bwana. Nataka ninene uwisho wa kiajabu katika maisha yako. Nataka ninene kibali cha Bwana juu ya maisha yako. Ninataka ninene fadhili kuu za Bwana zikapate kuwa katika maisha yako. Na katika yote tuzidi kumtumainia Bwana, tusije tukawaachilia. Tuendelee kumshikilia Bwana, tuendelee kumtumainia Bwana. Pasije pakafika kiwango cha kwamba unaona ya kwamba Bwana ni kana kwamba amekuachilia. Usije ukaona mangumu ya maisha haya uone kana kwamba Mungu amekuachilia. Nataka ninene ya kwamba bado uko katika mipango ya Mungu, na uko katika hatua za Bwana. Kwa hivyo kile ambacho Bwana anakusudia katika maisha yako kisije kikapita mbali, ukapata kukipokea. Kile chako kilichopotea Bwana akakirudishe. Zile fadhili ambazo unahitaji kutoka kwa Bwana, Bwana Yesu akapate kukutendea kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lake. Kwa hivyo ninataka nikuombee mtu wa Mungu, ukapate ushindi na upenyo wa kiajabu, ukapate ushindi na nguvu za kiajabu, ukapate ushindi na nguvu za kiajabu katika maisha yako, na Mungu akakutendea. Basi napenda kuangalia neno katika kitabu cha Samueli wa kwanza 10 na Bwana wetu aweze kutubariki sana. Yesu aweze kukutendea. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza 9 tunakutana na mtu mmoja ambaye ili aweze kukutana na Mungu ni lazima kuna kitu yake ingepotea. Ile kitu ambacho alikuwa na kitumainia sana ni lazima kingepotea. Na Mungu kwa sababu adhibitiwe, Mungu ana limitation kwa sababu ya hiki. Mungu ana limitation anapotaka kukutumia. Anaweza akatumia njia yoyote. Mungu anaweza akakukosesha amani. Mungu anaweza akafanya afya yako ikazorote. Mungu anaweza akafanya maisha yako yazoroke ili kwamba ukaweze kumtafuta. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza 9 maandiko inasema, basi kulikuwa na mtu mmoja wa Benjamini, jina lake aliitwa Kishi, mwana wa Abieli, mwana wa Sereli, mwana wa Bekori, mwana wa Afia, mwana wa Benjamini, mtu shujaa mwenye nguvu. Nataka usikilize. Maandiko inasema kulikuwa na mtu wa kabila ya Benjamini, na maandiko inasema alikuwa ni shujaa. Yaani kwa nguvu na kwa uweza alikuwa sawa. Maandiko inasema naye alikuwa na wana aliyeitwa jina lake Sauli, kijana tena mzuri, wala katika wana wa Israeli hakuweko mtu mzuri kuliko yeye. Tangu mabega kwenda juu alikuwa mrefu kuliko watu wote. Na punda za Kishi baba yake Sauli walikuwa wamepotea. Kishi akamwambia Sauli mwanawe, haya basi, toa mtumishi mmoja pamoja nao, uondoke uende ukawatafute punda hao. Naye akapita kati ya nchi ya milima ya Efraimu, akapita kati ya nje ya Shalisha, lakini hakuwaona. Kisha akawapita kati ya nchi ya Shalimu, wala huko hawakuweko. Wakapita katika nchi ya Benjamini, lakini hawakuwapata. Hata walipofika nchi ya Sufu, Sauli akamwambia yule mtumishi aliyefuatana naye, haya na turudi, baba yangu asije akaacha kufikiri habari za punda akatufikiri sisi. Naye akamwambia, tazama, katika mji huu mna mtu wa Mungu, naye ni mtu mwenye kuheshimiwa.
sawa, yote asemayo hutukia kweli. Basi twende huko, labda yeye ataweza kutuambia habari ya safari yetu tunayoendea. Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, lakini angalia kama tukienda tumpelekee huyo mtu kitu gani? Maana chakula kimekwisha vyomboni mwetu, wala hapana zawadi ya kumpelekea mtu wa Mungu. Tuna nini sisi? Yule mtumishi akamjibu Sauli akasema, tazama, mkononi mwangu nina robo ya shekeli ya fedha. Nitampa huyo mtu wa Mungu fedha hiyo atuambie njia yetu. Katika Biblia tunakutana na mtu wa Mungu ambaye jina lake alikuwa akiitwa Kishi, na alikuwa na mwana ambaye alikuwa anaitwa Sauli. Na kule Israeli wanatumia punda katika hali ya kusafirisha. Ni kama tu Kitui, sehemu mbali watu hutumia punda kuchota maji na kubeba vitu vyao. Kwa hivyo sehemu mbalimbali watu hutumia punda kama means of transport, either kuchota maji, kubeba vitu vyao, kubeba vitu kutoka shambani, kupeleka vitu mbali, kutoa vitu katika place moja hata nyingine, mahali ambapo motorbike hata haziwezi zikaingia, wanatumia punda. Lakini maandiko yanasema Sauli baba yake akapoteza punda, na kisha akamuita mwanawe Sauli akamwambia, nenda ukatafute wale punda. Naye Sauli akabahatika akamuita mtumishi wake ili waende wakatafute. Kuna wale watumishi ambao kwa njia moja ama nyingine wanaweza wakasaidia bwana zao. Unapata huyu ni mfanyakazi lakini ana kichwa cha Mungu. Walipokuwa katika kutafuta, Sauli akamwambia, baada ya siku 3 wakitafuta punda, Sauli akamwambia yule mtumishi, nataka sasa turudi ili baba yetu asije akaanza kufikiri habari zetu na aache kufikiri habari za punda. Hii inatuambia ya kwamba huyu mtumishi akamwambia bwana wake Sauli akamwambia, hapa katika mtaa huu kuna mtumishi wa Mungu, na huyu mtumishi wa Mungu kila ambalo neno analolitamka linakuwa sawa. Kwa hivyo twende tukatafute habari kwa mtu wa Mungu. Je, wewe ni mara ngapi wakati mambo yamekuwa magumu unatafuta msaada kwa Mungu? Ni wakati gani ambao mambo yakikuwa mabaya unaenda unatafuta msaada kwa Mungu? Hii inatupa changamoto, inakupa changamoto. Nyakati zote unapokuwa katika hali ya maisha haya, kuna vitu upotea ili ukapate kumtafuta Bwana. Kuna mambo katika maisha yatakuwa hayaendi sawa ili